Habari ya sasa hivi, mimi naitwa Ambrosi Manyanda, ni afisa wanachama mkuu kutoka Kurugenzi ya Huduma kwa Wanachama ya Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya makao makuu Dodoma. Nipo hapa leo kwa ajili ya kujibu swali letu la leo linalouliza mwanachama anawezaje kujisajili katika huduma ya vifurushi vinavyotolewa na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya kupitia mfumo wa self service. Kwanza kabisa naomba tufahamu, Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya unatoa huduma za vifurushi vinavyomwezesha mwananchi mmoja mmoja au familia kuweza kunufaika na huduma za bima ya afya zinazotolewa na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Kupitia vifurushi hivi, mwananchi ataweza kupata huduma mbalimbali za matibabu katika vituo vya kutolea huduma. Vifurushi vilivyopo kwa sasa ni vifurushi vya Tarangire, vifurushi cha Ngorongoro, kifurushi cha Mikumi, kifurushi cha Serengeti na kifurushi cha Tanzanite. Ili kuweza kujisajili kupitia huduma hii, mwananchi anaweza kujisajili kupitia mfumo wa self service ambao unamwezesha kujisajili bila kuhitajika kufika katika ofisi yoyote ya Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Mwananchi atahitaji tu kuwa na simu au kompyuta mpakato ili aweze kujisajili na huduma hizi. Mwanachama wa kifurushi anaweza kujisajili yeye mwenyewe, anaweza kujisajili na wategemezi pamoja na mwenza. Endapo mwanachama atahitaji kujisajili yeye mwenyewe au atahitaji kujisajili mwenza wake, basi atatakiwa kuwa na namba ya kitambulisho cha taifa cha kwake na namba ya kitambulisho cha mwenza wake. Na endapo mwanachama atahitaji kujisajili mtoto kama mtegemezi, basi atahitaji kuwa na namba ya cheti cha kuzaliwa cha mtoto kwa cheti ambacho kimehakikiwa na mamlaka. Ili kuweza kujisajili sasa kwenye mfumo wa self service, kuna mahitaji ya msingi kabisa ambayo mwanachama anatakiwa awe nayo. Hitaji la kwanza, mwanachama anatakiwa awe na namba ya kitambulisho cha taifa yeye mwenyewe, lakini endapo atahitaji kuwasajili wategemezi kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba atatakiwa kuwa na namba ya kitambulisho cha taifa endapo atahitaji kumsajili mwenza wake, lakini atahitaji kuwa na namba ya cheti cha kuzaliwa endapo anahitaji kumsajili mtoto. Hatua muhimu ambazo mwanachama anaweza kufuata ili kuweza kujisajili kwenye mfumo wa self service. Hatua ya kwanza kabisa ambayo ni ya muhimu, utatafuta anwani ya self service. Anwani hii unaweza ukaipata kwa kuandika tu selfservice.nhif.or.tz, na baada ya kuandika hivyo kwenye tovuti au mtandao, basi utaweza kupata hiyo anwani ya self service ambapo utatumia kujisajili. Hatua ya pili, mwanachama atahitaji kufungua account ambayo itamwezesha yeye kuweza kujisajili na kuweza kumsajili mwenza wake au wategemezi endapo wapo. Katika hatua hii, taarifa muhimu ambazo zinahitajika katika kufungua account mwanachama atatakiwa kujaza ni pamoja na namba ya simu ya mkononi, na endapo ana barua pepe basi anaweza pia kujaza barua pepe. Baada ya kujaza taarifa hizo, mwanachama atatakiwa kuhakiki na kuverify OTP ambayo ataipokea kupitia simu yake, na baada ya kukamilisha yote basi atakuwa ameweza kufungua akaunti yake kupitia mfumo wa self service. Hatua ya tatu katika kumwezesha mwanachama kuweza kujihudumia kupitia mfumo wa self service na kufungua huduma za vifurushi ni mwanachama atatakiwa kuhakiki namba ya kitambulisho cha taifa. Hatua hii ni muhimu ili kuweza kujiridhisha na kujithibitishia kwamba namba iliyoingizwa ni ya yule mwanachama ambaye au ni ya mwananchi ambaye ameingiza taarifa zake kupitia mfumo huo. Hatua ya 4 ni mwanachama anatakiwa kuingiza taarifa za mwenza wake au taarifa za watoto kulingana na makundi ya wategemezi ambao anahitaji kuwajumuisha kwenye kifurushi husika. Endapo atahitaji kumsajili mwenza wake, basi mwanachama atatakiwa aingize namba ya kitambulisho cha taifa cha mwenza na picha ya mwenza.
Na endapo atahitaji kumsajili mtoto, basi atahitajika kuingiza namba ya cheti cha kuzaliwa cha mtoto pamoja na picha ya mtoto. Baada ya kuingiza taarifa hizi, mfumo wetu kwa sababu umeunganishwa na mfumo wa RITA na NIDA, basi taarifa za watoto au taarifa za mwenza zitavutwa moja kwa moja kutoka kwenye mamlaka husika, na mwanachama hatahitajika kuingiza taarifa hizi yeye mwenyewe. Baada ya kukamilisha yote hayo, basi mwanachama atafika katika hatua ya mwisho ambayo ni kuchagua aina ya kifurushi. Nimesema hapa vifurushi ambavyo mwanachama anaweza kujisajili ni kifurushi cha Tarangire, kifurushi cha Ngorongoro, kifurushi cha Mikumi, kifurushi cha Serengeti au kifurushi cha Tanzanite, kulingana na mahitaji ya mwananchi au mwanachama husika. Na baada ya kufanya hivyo, basi mwanachama atatakiwa aridhie vigezo na masharti vilivyoainishwa kwenye kifurushi ambacho amekichagua, pamoja na vigezo vingine vya matumizi au vya utumiaji wa mfumo wa self service. Baada ya kukamilisha mahitaji yote hayo, basi mwanachama huyu atawasilisha taarifa zake, na pindi anapokamilisha kuwasilisha, basi atapokea ujumbe mfupi wa maneno wenye namba ya malipo au control number inayoainisha kiasi anachotakiwa kulipa ili mwanachama aweze kufanya malipo, na atakapokamilisha malipo, basi mwanachama atakuwa amejiunga na kifurushi husika alichochagua. Na kutokea hapo, baada ya siku 30, basi mwanachama huyu anaweza kuanza kunufaika na huduma zinazotolewa na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya kupitia huduma za vifurushi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Basi tusikose kufuatilia vipindi vinavyokuja, ambacho tutazungumzia sasa hatua mbalimbali ambazo wafanyakazi kutoka sekta ya umma na sekta binafsi wanavyoweza kujisajili kupitia mfumo wa self service, na namna ambavyo wanaweza kuwasajili wategemezi wao na kupata kadi au e-kadi kupitia mfumo wa self service. Asanteni sana kwa kunisikiliza.